Sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji tulifika eneo la tukio na kweli tukakuta moto mkubwa unawaka. Ni tukio la moto katika ghala, kwa kimombo huitwa godown, ambalo lilikuwa na bidhaa aina ya matandiko ama magodoro. Hapa ni Mbalizi, nje kidogo ya jiji la Mbeya. Taarifa za awali zinatanabaisha kwamba moto huo ulitokea baada ya mlango wa godown hilo kutaka kufunguliwa kwa Glenda, baada ya mwananchi mmoja kutuhumu kuwa huenda ndani kulikuwa na guta, yani pikipiki yenye matairi matatu inayosadikika kuibwa. Huenda Glenda lilipoanza kufanya kazi, cheche zikadaka magodoro hayo, moto kalipuka. Kiongozi wa mji mdogo wa Mbalizi Paul Mwampamba anasema kuzima moto huu ilikuwa ni moto hatari, lakini niwashukuru sana jeshi la zimamoto. Leo tungepata majanga makubwa kwa ajili ya kuua watu na majengo mengi kuteketea. Tangia tumeanza sijawahi kuona zimamoto wakifanya kazi kama leo. Leo wamefanya mchaka, wamekimbia kwa kitu tunazima moto. Mpaka nikawa nahisi ningekuwa mimi ndio mwajiri wao leo vio vingepanda. Lakini sisi ni wasemaje tu. Tunaomba wale ambao wanawaajiri zimamoto waliofanya kazi ya leo wawafikiria hata kwa heshima, angalau kuwapa chochote. Yaani wamefanya kazi ya kuokoa maisha ya watu mbalimbali. Lakini kuna jambo ambalo ni washukuru jeshi la polisi. Si kama wametoka hapa. Jeshi la polisi mpo? Ni washukuru sana. Lakini kuna kitu ambacho nataka nitoe maelekezo. Mimi nayeongea ni mwenyekiti wa mamlaka ya mji mdogo. Mamlaka ya mji mdogo ina watu 91,857. Ni watu wengi sana. Chanzo cha moto, mimi sio msemaji, lakini nilipofika hapa nimejaribu kufuatilia chanzo ni nini. Lakini nimegundua kwa kuambiwa na wahusika na majirani, kuna mtu alienda kupeleka mashine ya Glenda kukata milango pale. Cheche zile wanasema inawezekana ndio chanzo cha moto kwenye magodoro. Lakini mimi ninavyoamini, kama ni kweli, mtu yeyote hawezi kwenda kuvunja nyumba ya mtu yeyote ndani ya mamlaka bila kumuona kiongozi wa serikali. Na kama imetokea fundi huyo kwamba kafanya kazi ya kwenda kukata pale kwa maslahi ya kwake au kwa kutumwa na mtu, ningeagiza jeshi la polisi mtafute kijana ambaye amekata pale mlango kwa Glenda, ili atuambie alitumwa na nani kwenda kufanya shughuli ile. Hapo tutakuwa tunapata mwanzo wa nini kimetokea na kikafanya moto utokee. Narudia tena, kwa maneno tuliyoyakuta hapa, inaonekana kuna fundi alienda kukata milango pale. Hatuelewi ametumwa na nani, lakini ningeagiza jeshi la polisi lifuatilie ni nani alikata milango pale, ili atuambie alitumwa na nani na kulikuwa na nini ndani ya jengo. Lakini kama haitaeleweka vizuri, tunapenda sisi tunaochaguliwa na watu kuheshimika. Mimi kazi yangu ni kulinda watu na mali zao bila kujali na mamilioni mangapi. Lakini kama kuna upekuzi wa aina yoyote kwenye jengo lolote lile, mimi kama mwenyekiti wa jamii natakiwa kupewa taarifa na kushiriki kuangalia ni nini ambacho kinakusudiwa kuangaliwa mle ndani. Lakini kama huyo fundi alijituma mwenyewe, na pitafahamika alikuwa anatafuta nini mle. Lakini wamiliki nimejaribu kuongea nao kwamba waliwakataza wasivunje, lakini wakaamua kuvunja mali. Nini walikuwa wanatafuta mimi siwezi kujua, lakini watu wale ambao wanaweza kuongea haraka wanasema kuna guta imeibiwa, walihisi imefungiwa ndani. Lakini guta haijapatikana, madhara ndio haya yanapatikana. Kitu kidogo na kina thamani ndogo kimezalisha madhara ya kitu kikubwa ambacho kina madhara makubwa. Leo kuna majirani hapo nyumba zao zilitaka kuwaka moto bila zimamoto. Niwapongeze sana jeshi la zimamoto. Narudia tena, msemaji wa zimamoto, upongezwe sana na mlivyoisaidia Mbalizi
isiwe na majanga ya vifo, lakini tuambulie kupata hasara ya kibiashara. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limepewa kongole katika jitihada za kuzima moto huo, na wao wakanena. Tulifika eneo la tukio na kweli tukakuta moto mkubwa tu unawaka, ambao wakati tunapewa taarifa tuliambiwa ni nyumba, lakini kweli tulipofika tukakuta kweli ni nyumba, lakini ni jengo ambalo linatumika kama godown, lilikuwa limehifadhia magodoro mle ndani. Kwa hiyo uwepo wa yale magodoro ndio uliosababisha ule moto kuwa mkubwa sana, lakini tunashukuru sana, tulipambana sana. Na hapa naomba niwashukuru kwa dhati kabisa wananchi wa Mbalizi. Tumeshirikiana nao vizuri sana. Wote tumeona mazingira yalivyokuwa, vichochoro ni vingi, nyumba zimebanana sana, lakini wananchi tulishirikiana nao vizuri sana na hatimaye tukaweza kudhibiti ule moto. Mimi niendelee kuwaomba na kuwapa rai ndugu wananchi wenzangu. Watanzania bahati nzuri tuna moyo wa upendo wa kusaidiana. Sasa hivi ni saa nane usiku, lakini tunaona wananchi tumejaa hapo kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu waliopata hili tatizo. Lakini pia niombe, likitokea tatizo kama hili tuweze kutoa taarifa kwa wakati. Namba yetu ya simu ni 114, yani 114. Hii namba ni ya bure. Ukipiga simu muda wote sisi tutafika kwa wakati tuweze kutoa msaada. Lakini pia tuendelee na kuwa na moyo huu wa kusaidiana. Kitokea tatizo kwa mwenzako basi msaidie. Hata ukitoa taarifa, lakini kuweza, kwa sababu vinginevyo inaweza tatizo likawa kubwa zaidi. Lakini lingine cha kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tukio hili limekuwa halina madhara kwa binadamu, kimaanisha kwamba hakuna majeruhi wala kifo, kwa sababu kwenye godown hii au kwenye gala ile ambayo magodoro yalikuwa yamehifadhiwa, pembeni yake kuna nyumba ya kulala wageni. Sasa kama tukio lingeweza kuwa leta madhara kwa wale walikuwa wamelala mle, lakini bahati nzuri haijafanya hivyo. Wananchi wale walikuwa wamelala wageni waliweza kuondolewa mapema sana kabla ya moto ule kusambaa. Lakini pia tumeweza kuokoa hiyo nyumba ambayo ya kulala wageni, ikiwa na nyumba kama 14 hivi zimeokolewa, havijapata madhara yote zaidi ya godown pamoja na magodoro leo. Hasara zaidi bado tathmini inaendelea kujua hiyo thamani ya magodoro ilikuwa yako mle kiasi gani na yalikuwa na thamani ya shilingi ngapi. Chanzo, Jeshi la Zimamoto kwa kushirikiana na vyombo vingine tunaendelea kuchunguza kujua chanzo kilikuwa ni nini, kwa sababu saa hizi ni usiku. Kwa hiyo tutafanya uchunguzi wetu awali, lakini baadaye ukishapambazuka ili tuone vizuri, tutakuja kufanya uchunguzi wa kina ili kujua je, kilichosababisha mpaka moto kawaka mle ndani ilikuwa ni nini, na tutatoa taarifa kwa wananchi waweze kujua. Baada ya kusema, na washukuru sana wananchi wa Mbalizi. Tuendelee kuwa na moyo huu wa kusaidiana, lakini pia tuendelee kutoa taarifa kwenye matukio mengine ya maokozi, lakini na ya moto. Isiwe tu moto peke yake, ajali barabarani, mtu ametumbukia kwenye kisima, mtu ametumbukia kwenye tundu la maji, basi toa taarifa kupitia 114, namba ya bure kabisa. Lakini pia ukiona hiyo namba labda haipatikani, basi namba ya kamanda moja kwa moja nipigie 0736 1874. Hii namba mimi muda wote ninayo masaa 24. Ukinipigia au kama unaweza kupiga 114 ile ikawa iko busy, kwa sababu kuna watu ambao hawana nia. Mtu anapiga simu anaomba fedha, mtu anapiga simu mimi naomba sio nini. Sasa unajikuta simu iko busy, kumbe kuna mwingine ana tatizo kweli, anapiga simu anaona mbona simu haipatikani au mbona simu inatumika. Mmoja wa waangalizi wa godauni na magodoro hayo yaliyoungua anasimulia zaidi. Asante, poleni sana. Nawashukuru kwanza kwa kazi mlioifanya na kwa upendo wenu, kwa nguvu zenu, kwa akili zenu, kwa kila kitu mlichokifanya mpaka kufanikisha hili. Kwa leo mimi sina maneno mengi ya kusema, ila nawashukuru. Lakini lingine nilikuwa nataka kumuomba mwenyekiti, wakati swala la kuvunja linafanyika na kila kitu, mimi nilikuwepo kutoka mwanzo moto unaanza, na tusikuwa peke yangu, tulikuwa wengi. Tulikuwa watu wengi sana, tulikuwa zaidi ya watu 15 pale moto unaanza. Ni kwamba moto unaanza ile wanapokata ilikuwa haijaisha kukata, kwa moto umeanza ndani kumalizika kukata kujamalizika, kwa hiyo ikaanza kupambana na kukata na kuzima moto. Lakini lingine mwenyekiti, humo ndani tumepita tumeona hakuna guta, kama na wewe sijui ulifanikiwa kuingia. Nilikuwa naomba mheshimiwa mwenyekiti, mbele ya watu wote hao, isije kaja kesho ikaonekana kwamba guta limepatikana.
Nilikuwa naomba usalama kwenye hilo, kwamba kama hivi kumekaguliwa, kumeonekana hakuna guta. Askari walikuwa nakagua, hawajatoa majibu kwamba guta hatujapata au vipi. Waliondoka baada ya moto kuanza. Askari walikuwepo hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na walalamikaji wa kwamba guta limeibiwa. Kwa nilikuwa naomba isije kaonekana kesho asubuhi tunakuja wote hao wameona. Tunakuja tunakuta kuna vipande vya guta. Nilikuwa naomba kwa mamlaka yako kama inawezekana, kama ni walinzi walinde pakaguliwe ili tupate majibu, asije ukasema kesho nikaja nikaambiwa nililaza guta ndani. Ndio hilo tu Mheshimiwa Mwenyekiti. Jamani, tumeona guta. Guta. Swali linabaki kuwa nani atalipa fidia ya hasara iliyotokea hapa? Na hii ni Nyikani TV.